Mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Mei 7, siku ya Alhamis. Tunaendelea na somo la 6 linalosema mashujaa wa maombi. Leo tunaiangazia mada ndogo isemayo Musa afanya maombezi kwa ajili ya taifa. Soma Kutoka 32 aya ya 31 na 32. Je, hili linatufundisha nini juu ya Musa na maombi? Kwa ujasiri Musa alifanya maombezi kwa ajili ya watu wa Mungu tena na tena. Musa alimgeukia Mungu watu walipokuwa na kiu, Kutoka 15:25, Kutoka 17 aya ya 2 hadi ya 6. Watu walipokuwa na njaa, katika Hesabu 11:21 na 22, na katika hali ya kukata tamaa, Hesabu 11 aya 11 hadi 15. Waisraeli walipotengeneza ndama wa dhahabu muda mfupi baada ya Mungu kufanya agano nao, Musa alikumbuka, kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana kutaka kuangamiza. Lakini Bwana alinisikiza wakati huo nao. Kumbukumbu la Torati sura ya 9 aya ya 19. Wapelelezi waliporejea kutoka katika nchi ya ahadi, Musa alikumbuka, ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana siku zile 40 usiku na mchana nilizokuwa nimeanguka nchi, kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Kumbukumbu la Torati sura ya 9 aya 25. Kabila la Lawi lilipotengwa kutoka katika makabila mengine ili lihudumu hekaluni, Musa alikumbuka, nikakaa mle mlimani kama hapo kwanza siku 40 usiku na mchana. Bwana akanisikiza wakati huo nao, asitake Bwana kukuangamiza. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya 10. Mungu alisikia maombi ya Musa. Tunaweza kujifunza mengi kutokana na maisha ya Musa kuhusiana na swala la maombi na kushikamana na Mungu. Jambo la kwanza, Musa alikuwa na upendo wa kina kwa Mungu na uelewa safi wa tabia yake. Mungu alijielezea mwenyewe kwa Musa katika Kutoka 34 aya 6. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Jambo la pili, Musa alikuwa mwenye ujasiri na mwaminifu wakati akishikamana na Mungu katika mema na katika changamoto za safari ya kuchosha kwenda katika nchi ya ahadi. Ingawa alipitia mahangaiko kama ilivyo kwetu sote, Musa alitegemea nguvu za Mungu, kuwepo kwake na uongozi wake katika maisha yake binafsi. Kutoka 33 aya 13. Jambo la tatu, Musa alimkumbusha Mungu juu ya agano lake. Kutoka 32 aya 13, alidai ahadi za Mungu kwa niaba ya watu wake. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya 8. Na alikumbuka jinsi Mungu alivyokuwa amewaongoza katika siku nyuma. Kutoka 8 aya ya 2. Jambo la 4 na la mwisho, Musa alikubali majibu ya Mungu kwa maombi yake, hata kama yalikuwa ya ndio au hapana. Kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu haimaanishi kwamba lazima tupate chochote tunachotaka. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 23 hadi 29. Lakini tunapaswa kuomba bila kukoma. Hata hivyo, Luka mtakatifu sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 8. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Mei 7, siku ya Alhamis, tukifikia tamati ya tafakari nzuri ya mada hii siku ya leo, mada inayosema Musa afanya maombezi kwa ajili ya taifa. Mungu atubariki sote na karibu tena.